kwamba apatikane? Au waliambiwa na nani kwamba Mohamed Dewji lazima simu apatikane? Sijui yani, hajawahi kuzima simu hata siku moja. Kwa hiyo ni porojo. Na hoja yao kwamba hakuwa na sajili, watu wanapomtafuta ameshiriki kwenye usajili mwekezaji Mo Dewji. Mimi ndio kwa mwenyekiti wa kamati ya usajili. Ndio. Kamati iliyopitishwa na bodi. Ndio. Ilikuwa na wajumbe Mutaza Mangungu, Swedi Nkwabi, Chiduo Kita na Zulfi Kashando. Ndio. Ndio tulifanya usajili. Na katika usajili wetu huwa dirisha dogo kwa kushirikiana na kocha of course. Ndio. Alikuwa sehemu ya kamati. Katika usajili wetu tulisema tukubaliana tuuze wachezaji. Ndio. Pesa itakayopatikana itasajili wachezaji. Ndio. Kama kutakuwa na mapungufu mwekezaji atafidia. Ndio. Na kwa jinsi tulivyopanga usajili wetu tulikuwa tunahakikisha kwamba asilimia ndogo au asilimia nusu tunalipa sasa hivi. Ndio. Na nusu tunalipa dirisha kubwa wakati ambapo tutakuwa na budget ya usajili. Ndio. Kwa hiyo unaposema kwamba mwekezaji kazima simu ni uongo. Tumefanya usajili sisi. Malipo tutalipa kulingana na uuzaji wa wachezaji tuliouza. Na pesa ambayo tumepeleka dirisha kubwa italipwa na mwekezaji. Kwenye ile nusu nyingine ya dirisha kubwa. Yes, kwa sababu na structure mchezaji sisi huku ndio watu tunashangaa. Ndio. Usajili wa wenzetu unaweza kulipwa hata miaka 5. Hata miaka 3 kulingana na cash flow ninavyosema ya club tunakubaliana. Ndio. Kwa sisi tulikubaliana kwamba dirisha hili dogo kwa sababu hatakuwa na budget ya usajili basi tutasajili kwa kiasi hiki tutakulipa, kiasi kubwa tutakulipa dirisha kubwa. Na kiasi hiki kitalipwa kulingana na mauzo ya wachezaji. Tumeuza Mkwala, tumeuza Ahua na huenda kutoa harakati ya kumuuza mchezaji mwingine. Kwa hizo pesa ndio zitasajili. Na kama kutakuwa na gepu mwekezaji atalipa. Na hao wachezaji ambao wameuzwa walisajiliwa na nani? Pesa ya nani ilisajili ya wachezaji? Manake ni ya mwekezaji kwa unavyozungumza. Sasa unaposema mwekezaji amezima simu ni mambo gani haya? Unajua hao watu kwanza. Ndio. Walichoharibu kikubwa zaidi ni kutumia nembo, kuweka bango lile la klabu kule nyuma. Kuzungumza kama wao wameruhusiwa ni officials wa klabu kuzungumza. Ni kitu cha ajabu na hicho ndio kimetuudhi kupita vitu vyote. Na wanakwenda pale wanasema maneno ya uongo tu ya kutunga. Sasa lini mwekezaji amezima simu? Nani amekuwa nyuma yao Magori? Maana nyinyi mnafuatilia na ninyi ni viongozi. Siwezi kujua, mimi niko na muda na kutengeneza timu. Tumefanya usajili. Tunaimarisha timu yetu. Haikuwa na muda mzuri mrefu wa kufanya mazoezi. Na timu yangu itakuwa bora zaidi. Na dirisha kubwa tutaimarisha timu. Hicho ndio kilicholeta Simba. Wanachogombea hicho sikijui. Hawana faida na Simba. Hao watu kesho watasema hivi, kesho kutu watasema vile. Wana Simba waniwaelewa sana. Na ndio maana mambo ya wanachama yanaongelewa kwenye mkutano mkuu wa wanachama. Sasa mambo mtu anakaa watu 3 4 wanaenda kupiga porojo pale. Ni mambo ambayo yani hata kuzungumzika hayafai. Tatizo lao wametumia bango la klabu kuonyesha kwamba ile ndio official press ya klabu. Hilo kwa kweli tutarizika. Hilo tutakwenda mpaka tuone haki inatendeka. Kwa nini wamefanya hivi? Lakini Magori Mkai hapa swali langu la msingi hizi ambazo unaziita ni porojo za baadhi ya wanachama wa Simba wanazitoa. Unafikiri zinatokana na nini? Nini kiini cha tatizo Magori? Siwezi kujua kiini cha tatizo ni nini. Wao kuna watu kazi yao wakitegea timu ikifanya vibaya utasikia wanaibuka wanasema. Kuna watu timu ikifanya vizuri huwezi kuwasikia. Sisi tulikuwa transformation 2018. Wanachama kwa kauli moja walipitisha 99.8 kwamba Mo Dewji atakuwa mwekezaji. Na hivi tunazungumza Mo Dewji yuko kisheria. Yuko yeye ni sehemu ya 49 ya Simba Sports Company Limited na wanachama 51. Na ile kampuni imesajiliwa BRELA
inafanya kazi na bodi inasimamia. Hapa tunakamilisha ni vitu vidogo vidogo, baada ya hapo tuendelee, tukawa tumeshamaliza mambo yote. Magori, sasa watu watatu, mtu anakuja, mtu hapa anazungumza, anasema Mo Dewji aondoke. Yaani yeye mtu amekaa pale watu wawili anaweza kumondoa Mo Dewji. Magori, unaweza kutusaidia hivyo vitu vidogo vidogo ambavyo mnavifanyia marekebisho kwenye katiba? Tumepitisha kwenye katiba pale, mliona. Siku kwenye mkutano mkuu si mlikuwepo? Mimi sikuwepo. Basi fuatilia mkutano mkuu, nenda uone vitu ambavyo vilipitishwa na wanachama, na hivyo ndivyo kienda katiba ikisajiliwa. We are good to go. Na kuna ambao wanabainisha kwamba hawatambui nafasi yako kuwa mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi kwa sababu katiba ina mapungufu. Hao waliokuwepo mwanzo walikuwa wanatambulika? Walikuwa hawatambuliki kwa sababu mlipitisha hiyo katiba tu kwa rubuni wanachama. Magori, rubuni, mikutano mitano ilifanyika. Mikutano, yani mtu mmoja yeye ndiye anasema kwamba tumeharibuni. Watu zaidi ya 2000 ndio hawaona haki ya kusema. Na kwa nini kwenye mkutano mkuu hawasemi? Wanasubiri baadaye kuja kukaa hapo kwenye vichochoro. Kama wanahoja, kwa nini hawaji kusema kwenye mkutano mkuu? Kwa nini hoja waje waziseme baada ya mkutano mkuu umeisha juzi tu hapa? Kwa nini hawakusema? Na baadhi ya wanachama wanataka Mangungu ndio awe na kauli kwa sababu yeye ni 51% kutoka kwa wanachama. Hili nalo umewahi kulitafakari na kulisikia, Magori? Walilisema wapi? Kwenye mkutano mkuu ndio unasemewa, au wanachama walilisema wapi? Kwa hiyo wakija kwenye mkutano mkuu wakisema mtaridhia? Sitategemea, kwa sababu tayari kampuni ipo. Kampuni ile imesajiliwa na Memorandum of Articles of Association, ndio inazungumza bodi inakuwa constituted vipi. Sasa kule ikija hoja kwenye bodi inazungumzika. Ikizungumzika ikikubalika kwenye bodi, basi itabadilika. Sawa, Magori, shukrani sana kwa muda wako, na rejesha tena simu hii kwa Juma. Sasa vingine vya kueleza, mmemaliza? Mambo ni mengi ya kuzungumza, Magori. Tutakualika pia hapa studio. Magori. Okay, Magori, tuna wana Simba, wacheni na porojo hizo. Ndio. Sisi tuendelee kujenga timu yetu. Watu wanafanya vitu vya ovyo, lakini vitu vya ovyo huwa vidumu. Na kuna msemo unasema karma, ukifanya kitu kibaya kitakurudia tu. Kwa hiyo wana Simba, tunajenga timu yetu. Mimi kama mwenyekiti wa bodi na bodi nzima tupo imara na tunazidi kupambana kwa ajili ya Simba yetu. Magori, tunakutakia safari njema kuelekea Angola pale. Asante sana. Asante sana.